Hii ni MTV1 Online inayokutangazia kutoka eneo la Uswahili. Leo ni Alhamisi 13 mwaka wa 2025. Jina langu ni Jerome Hassan Kiahwere na hapa kwanza mkutasari wake. Gavana wa Kivu Kaskazini Generali Somo Kakule Evariste aanzisha kampeni ya kukusanya silaha na risasi zinazomilikiwa kinyume cha sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kote mkoani Kivu Kaskazini. Tunapochunguza mpango huyu ambayo toka awali umekuwa umetumikisha, tumeona ya kwamba huyu mpango hauna mafanikio ya kudumu. Wapiganaji wazalendo watangaza nia ya kutopiga vita serikali ya Kinshasa hata kama washirikisho katika mchakato wa kutafuta amani. Nawaza mtu mwenye alishika silaha juu ya kutetelea nchi, vyeo hayakuwa maana, lakini ya muhimu ni kutafuta kwanza amani. Ni hayo machache kati ya yale mengi tulionayo katika meza yetu ya matangazo ya MTV1 Online inayokutangazia mbashara kutoka mji wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sasa tuanze moja kwa moja kuchambua taarifa zetu za habari. Wakati wapiganaji wazalendo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watangaza nia ya kutopiga vita serikali ya Kinshasa hata kama serikali itafikia makubaliano na M23 katika mazungumzo yanayoendelea jijini Doha. Haya yamedaiwa naye mmoja wa makamanda wa wazalendo katika mkoa wa Kivu Kusini, jenerali aliyejitangaza Zelambu katika mazungumzo kwa njia ya simu na MTV1 Online. Hatuna budi la kupigana na serikali. Wao wakikubaliana, M23 na serikali wakikubaliana, sisi tutakuwa msimamo wetu ni ule ule. Adui yoyote ule ambaye atakuya kutatiza jamaa zetu na yule tutakamata ni adui. Wakikubaliana M23 na serikali ya Kongo, wanasema kama yote inakuwa jeshi moja, tunaweza penda mbele ya kushirikisha M23 kuingia mjeshi la Kongo, sisi nasi wazalendo tukue ndani na tupangiliwe kama vile jeshi la taifa sisi wote. Generale Zelambuma, ikiwa basi ampate vyeo katika jeshi la pamoja, nini mtafanya? Nawaza mtu mwenye alishika silaha juu ya kutetelea nchi, vyeo hayakuwa maana, lakini ya muhimu ni kutafuta kwanza amani. Kwa hiyo kenye nilipenda ni kuonyesha, ni kusema kama jeshi la Kongo likishirikisha M23 ndani ya guvernema, kusema wanakubaliana kutumikia pamoja wala wanakubali kufunga vita, sisi tunaweza penda wakisema wafunge vita na M23 nayo kali kina na watumike kama vile jeshi la taifa. Uliwa kusema hii group ijinue, hii ingine group ijinue, hii ingine group ijinue, hii pigane na hii pigane na hii, hiyo haitaleta amani nchi yetu ya Kongo. Unaona magrupu za kutoka nchi za kigeni wanajamu nchi ya Kongo, atujue maobjective zao. Hiyo inaleta utata sana na ndio inakosesha amani nchi yetu ya Kongo. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wana mtazamo gani? Ashili Kapanga ni mchambuzi wetu wa masuala ya kisiasa katika kanda la Maziwa Makuu. Uzalendo ulizalika wakati tulikuwa na vita. Vita ilikuwa katika nchi, unasikia watu wanakokotana, jeshi wa Rwanda wanaingia, sasa vijana wanashimama wanasema hapana, hatupendi jeshi la nchi nyingine ije ikasumbua nchi yetu. Ndio kwa maana uliona vijana wanashimama na wanaanja hata kukamata silaha ili wapigane. Wale ni wakongomani. Wakasema hawezi kupigana na wakongomani wenjao ni kawaida, kwani haiko vizuri kongomani apigane katika na kongomani mwenjake. Ndio kwa maana hii ujumbe wanayoleta kusema hawezi kukamata silaha kupigana na jeshi la Kongo ni utuba mzuri na ni kawaida. Sasa kitu tunaomba leo ni kuangalia namna gani kuweza kupanga vizuri kazi ya kinani ya kizalendo. Ni kusema kitu gani? Tunajua mzalendo ni mtu mwenye anaheshimia sheria ya nchi, hapore mali ya watu na anatumia kama kawaida. Na ndio kwa maana kitu tunaita rad ya mzee General Padiri, tunapenda ishimame wima, iangalie namna gani itatumika na PDRSS ili wowote mwenye anapenda kukua mzalendo mwenye ukamilika ajifunje jeshi na anabaki nyumbani kama mzalendo reservist. Kwa hiyo tunaendea ndio pale. Hii mambo wanasema hata hawaende Doha hawatakuwa na shida na jeshi la Kongo ni kawaida. Beni. Hali ya ukosefu wa usalama katika mji wa Beni na kando yasababisha kuporomoka kwa maendeleo na uchumi wa raia.
Akizungumza na MTV1 online akiwa mjini Kinshasa, Kizerbo Kasereka Watewa, mbunge mustafu wa Beni, aomba raia kushirikiana na vyombo vya dola na kuunda vikundi vya uangalizi kwa kuchangiwa kwa amani. Mji wa Beni na kando kando unapitia hali mbovu ya ukosefu wa usalama. Kila kukicha watu wanaingiliwa manyumbani, kusema hali si nzuri, lakini sisi wakaazi tunalalamika kila siku kusema hali si nzuri, lakini viongozi wao kusema kwamba hali iko shwari. Na ndio hapa nasema kama hali si nzuri, na woga ni kwamba hali endelee kuwa mbovu hivi, viongozi lazima wakamate mipango ili waweze kuleta suluhisho kwa ukosefu wa usalama ndani ya mji na kando kando. Mchango wangu ni kwamba viongozi wahusishe wakaazi ili wao wenyewe bila wahusike kwa usalama wao. Wakati vijana wanaweka kwa kuweza vile kuleta usalama au watu wa mwingine, inasaidia bali kwa kuweza kuacha tu vile wale ambao wanahusika kuweza kufanya kazi hii, sababu kila mara wakati wakaazi wanaita wale ambao wanahusika wanafika nyuma ya muda, lakini kama wao wenyewe wanahusika labda wanaweza kusaidia ili usalama uweze kuwa ndani ya mji. Ukosefu wa usalama unaleta umaskini ndani ya mji wa Beni, kwa sababu kama usalama hauko makazi hazitafanyika na huenda wengi hawataenda mashambani mwao na watu watakuwa na njaa. Kazi ya MONUSCO ndani ya mji wa Beni na wilayani Beni, nafikiri kwamba MONUSCO haikufanya kazi yake kilivyo, kwa sababu kazi ambayo ilipewa ni kuweza kuleta usalama au Wafaransa husema stabiliser la region, lakini kwa sasa eneo ya kwetu bado haiyapata kabisa kimya. Nikisema MONUSCO haikuweza kazi ambayo ilipewa ndani ya nchi nzima ya Kongo na hususan mjini Beni na kando kando. Wakati huo Kizerbo haisia kuwa ni muhimu pia wazazi kurojesha watoto wao katika polisi, haswa wale wanaokuwa na tabia nzuri kwa kujibu kwa lalamiko la ukosefu wa usalama. Hisia zangu ni nzuri na kuweza kuwahimiza watu kuingia kwa polisi, sababu si kila mara tunasema kwamba polisi ambao wanatuchunga hawafanyi kazi vizuri. Lazima tuweze kuingia kwenye polisi, kutuma vijana ambao wanakuwa na nia nzuri ya kuweza kufanya kazi, lakini tusiweze kutuma wizi ndani ya polisi au wale ambao hawana tabia nzuri ndani ya polisi, sababu wakiingia huko wataweza tena kufanya hali mbovu na kuweza kuwa wizi na kuweza kuwasiliana na wizi, na hapo ukosefu wa usalama utaendelea. Lazima watu wazuri ndio waingie ndani ya polisi. Shauri kwa wazazi hao ni kwamba wakati wanatuma watoto ambao wameshindikana manyumbani kwao, wanajiundia ukosefu wa usalama kwa siku zijazo. Lazima wazazi tuwatume watoto ambao wanakuwa kwa utaratibu, na wakati wanatuma watoto kwa polisi uweze kuwa bila ushuhuda wa watu wawili au watatu ambao wanashuhudia mtoto huyu ni mtaratibu, na akitoka huko aweze kufanya kazi vilivyo, ili wakati atafanya kazi hiyo kwa manufaa yetu sisi sote na tuweze kupata usalama ambao unadumu, kwa sababu kazi ya polisi ni kulinda raia na mali yake. Ndio naunga mkono kuhimiza polisi kuingia katika polisi, kuingiza kwa raia katika polisi, sababu kila mara tunasema kwamba polisi yetu au jeshi letu linamilikiwa na wageni. Ni muda sasa sisi wenyewe tuweze kuongoza polisi yetu na tuweze kuona kipi kitafanyika. Kumbuka kwamba ni zaidi ya wiki moja polisi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanzisha kampeni ya kuhamasisha raia kwa kujirojesha katika polisi kwa ulinzi bora utakaosaidia usalama na amani Kivu Kaskazini. Lubero. Wakaaji wa Musimba katika mji wa Butembo waomba kuimarishwa kwa usalama. Vyanzo vyetu vya habari vyasema kwamba mwanachuo mmoja wa chuo kikuu cha kufunza waganga alifariki dunia baada ya kupigwa risasi akiwa akitoka shuleni. Mwanafunzi wa kike alipigwa katika mvutano kati ya makundi mawili ya wazalendo zinazopatikana eneo hili. Jioni ya Jumatano Novemba 12, mapigano yalishuhudiwa mara tena eneo la Musimba kati ya vikundi hivi viwili hadi saa 2 za usiku, milio ya risasi ikiwa iliendelea kurindima. Wakaaji wa eneo hilo wakiomba wazalendo kuhamishwa karibu na Butembo kwa usalama wao, kwani uwepo wa wazalendo imekuwa changamoto kwa wakaaji wa Musimba, Buhese, Kyamboho, Ngengere ambao washuhudia kila mara milio ya risasi kutokana na kutoelewana kati ya makundi hayo mawili. Tukisalia mkoani Kivu Kaskazini, kampeni ya ukusanyaji wa silaha na risasi katika mkoa wote wa Kivu Kaskazini umeanzishwa rasmi na gavana wa Kivu Kaskazini wa upande wa serikali ya DRC.
Katika hatua ya maandishi kwa vyombo vya habari, serikali mkoani Kivu Kaskazini imeahidi mtu yoyote ambaye kwa hiari yake atakabidhi silaha atapewa dola ya Marekani 100 kwa silaha aina ya AK-47, dola 200 kwa silaha ya msaada na dola 1 kwa risasi. Hatua hii mpya imesainiwa na gavana wa kijeshi Kivu Kaskazini Generali Kakule Somo Evariste. Amri hii inaashiria nini kwa usalama wa Kivu Kaskazini wakati huu wa migogoro ya vita? Tumekutana naye Mumbere Junior Mbakulirahi wa shirika la Sosiko mjini Beni. Coordination ya Société Civile du Congo tunaunga mikono kwa ile kampeni ya Gouverneur Kakule Somo Evariste, na iko na maana sana juu naona kwetu tuko mukifransa wanasema zone rouge, inatusaidia kupunguza yenyewe wanaita mukifransa circulation ya maarme yenye haiko illégalement établi, na itapunguza pia mukifransa wanaita banditisme, ile wanaita migorogoro ndani ya mtaani. Sisi kama Société Civile du Congo tunaiunga mikono na tunaita kila mtu mwenye anajua iko na arm au iko na bunduki ni ya maana kupita juu ya kuacha, ni ya maana unakia na unadepose ile bunduki nyoko nazo na wanakupa hela yeye napasha kukusaidia kufanya makazi ingine. Bernard Kapitula naye akiwa kwa upande wa vyama tawala katika chama cha UDPS cha Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunapochunguza mpango huyu ambayo toka awali umekuwa umetumikisha, tumeona ya kwamba huyu mpango hauna mafanikio ya kudumu. Sababu mbele wametumikisha hii mpango, watu wanaleta silaha, lakini mtu ambaye analeta silaha hajui kwa nini analeta silaha, na hakupata majifunzo fulani, hakupata hata maelekezo fulani, hajui hata atafanya nini nyuma. Anakuwa na ile nia ya kurudilia tena kuona kama wapi anaweza kipata ingine silaha na kuja kuuzisha. Yaani kwetu tunasema ya kwamba kweli ni moja ya njia ya kutafuta kumaliza ubandia, lakini njia nzuri ni kuona kama tunaweza tukipata namna ya kusimamisha hii program ya PDDSS. Nawaza government anaweza kufanya chini juu ili hii program ya PDDSS ambayo inakuja kwanza na majifunzo kwa wale ambayo wako wanachukua silaha, kisha majifunzo inawapa kazi fulani ambayo utawasaidia kwa kuishi, na kisha kuwahimiza walete silaha kwa nia yao wenyewe, ingekuwa vizuri zaidi. Nyiragongo. Wakaaji wa Kabala Katambi eneo la Muja wilayani Nyiragongo waomba viongozi wa M23 kuzingatia usalama wao hasa wanawake. Dr. Binitambwe na habari hiyo. Wakazi wa Kabala Katambi eneo la Mugia wilayani Nyiragongo waomba viongozi wa M23 kuzingatia usalama wao haswa wanawake. Mimi ni Mama Sara. Sababu yangu ya kwanza kufundisha watu juu ya cohabitation pacifique. Message yangu ya kabambi na kuwaka kuhusu umoja. Sababu kama watu hawana umoja hawezi kuwa na cohabitation pacifique. Kama watu hawana mapendo hawezi kuwa na cohabitation pacifique. Kumbe inabidi kuwa na upendo kwanza. Jambo la pili kuwa na umoja. Sababu pasipokuwa na mapendo, pasipokuwa na umoja, hamwezi kupatana. Ya pili juu ya consolidation des pays. Ni kufundisha watu amani. Watu kama hawana amani, nini inaweza endelea? Pasipokuwa na amani hautafanya kazi ya mlimo, pasipokuwa na amani hautafanya kazi ya biashara, pasipokuwa na amani hautasomesha pia watoto. Kumbe inabidi kwanza kutafuta amani. Na hii amani hatutaitafuta kwa serikali au kwa watu wanatoka nje. Hapana. Amani itaanzia kwanza peke yetu wenyewe. Amani tutaitafuta ndani ya nyumba zetu. Amani tunaitafuta kumakanisa, kumasoko na mambo mengine. Baadaye ile amani tunaigabula kwa watu wengine. Sababu mimi nikisha kuwa na amani nitafundisha watoto wangu amani. Watoto wangu wakisha kuwa na amani kwenye watapita mkiwanja biko wanacheza, batafundisha wenzao pia watoto amani. Wamesema hayo wakati wa mazungumzo na viongozi wa M23 katika kijiji cha Kabala Katambi wilayani Nyiragongo. Jina langu Bwira Nyashenge Jacqueline, nikiwa mama presidente wa Butema Busai. Depuis mwezi ya 10 le premier tuko na lala usingizi.
isipokuwa tu wale wamama betuliambia basikwenda ongea na mabandia, wale tunjo wangali wanaongea na mabandia kwa kuwaonesha njia yenye wanaweza kulia mjua kunyang'anya mabarahia. Lakini kwa leo Kabale Katambi tuko bie, isipokuwa wale wamama nabo wakonda tafuta makuni kwenye kuko pori na kwenda tafuta mtegemeo, bako nakutana na mabandia kule wanawaviole. Lakini kupitia sensibilisation walishapata, wako wanaenda hospitali, wanapata matibabu, dawa ni mabandia wako nakutana nabo kwa mapori. Wanabaka wanawake. Wako na wakuta mpori kwa wako wakata mtegemeo, mpori kwa wako wanakata makuni, banenda kata makuni, wanawabaki ya kule. Tulisha sensibilize wa mama basiongeze enda kupori ya mbali, bakwenda katia makuni kupori yenye iko karibu na kukata mtegemeo kupori yenye kuko karibu kwenye kunaweza kuwa soda karibu mwenye ataufanyia intervention. Naibu kiongozi wa wilaya Nyiragongo awaomba wakazi wa Kabale Katambi wilaya Nyiragongo kuishi umoja. Jina ni Moize Bigirabagabo, administrateur adjoint wa Nyiragongo. Swala la ukabila tunaipiganisha paske mbele ya yote tuko bakongomani si bote, na ile ukabila inaacha kunakuwa matatizo entre ma communauté zenye ziko different, et pourtant ile différence ya communauté ni utajiri, paske kila communauté iko nafasi kwenye na exceller par rapport ya ingine, na complementarité ou bien sagizi batu banekala pamoya, bakufuga banafuga, bakulima banalima, bakuchuruza banachuruza, unakutana inapatia development ishi yetu olie ya kubasepare, paske umoja ndio nguvu ya wanaishi, na tunapasha jiangalia mwele sura ya kikongomani hapana ya kabila, kwa sababu kama tunajiangalia mkominote zinapishana pale, tunapoteza nguvu za mingi na nguvu zetu atuzitumikishe kama inavyofaa. Munayua nchi yetu ilipita ndani ya magumu mbalimbali, na mojawapo ya ile magumu ilikuwa ile ukabila ambayo iliacha vikundi mbalimbali kama ba maimai, ba nyatura, siwe, ba semse, bale bote bali tutatiza sana, na ile iliacha tunakuwa na vilio mbalimbali na kila kabila ilipata misiba. Ile ukabila hakuna mtu mwenye alipata profit ndani ya ile misiba yenye ilipatikana, na hakuna kabila yenye ilishinda, si bote ilituletea tu matatizo. Kwa hiyo sasa tunasema umoja wetu ndio nguvu zetu, kila mtu ajione mwingine kama mkongomani, kwa sababu ile kusema mtu ni kabila fulani, hakuna mtu mwenye alichagula azaliwe mkabila fulani, na kama unajiretrouver mkabila fulani haiko kosa, ni baraka ambazo Mungu alitupatia, na ile diversite culturelle tukijitia pamoja inakuwa nguvu za kutosha za kujenga nchi yetu, tusikamate zile nguvu kwa kubomola. Huko mkazi Okito wa kijiji cha Kabale Katambi akiwaomba wakazi kuepuka ubaguzi wa ukabila. Atuka swali la ukabila tunashukuru sana juu hapa kwetu surtout mie Okito Nzabandora mimi nakemea ile swali ya ukabila sana. Juu sipendi kuisikia, na ile narudisha nchi nyuma na nje narudisha Kongo nyuma. Kwa hiyo ile bageni banakuya banaisema hako na sisi tunasikia tunafurahi sana, lakini hitaji ni mingi tu tunayo. Tungali toujours na giza mwingine, donc unakutana ile kura nayo inasaidia kutosha insecurity. Donc tunaomba kwa governor atukumbuke shibatu ya Kabale Katambi, Kanzana, Groupement Rusayo, Muja, batukumbuke hata bakumbushe Demerode kuangalia ngizi tunaweza pata umeme. Baadhi ya wakazi wakihitaji maji, dawa na masomo ili kukizi kwa mahitaji yao. Naam, ilikuwa ni ripoti yake Dr. Binitambwe, mwanahabari wetu. Ni hayo kwa siku ya leo, ila kumbuka matangazo haya yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii na tunasikika eneo nzima ya kanda ya maziwa makuu kupitia redio wa shirika.
na unaweza tembelea pia mitandao yetu ukiandika www.mtv1news.com. Kwa niaba ya wote walioandaa matangazo haya, mimi ni Jeremy Hassan Kiawere. Hadi wakati mwingine, kwaherini.